Na mwaka mpya, mambo mapya, mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, natumai ya kwamba umeamka salama popote ambako endelea kutusikiliza kwa muda na saa kama hizi. Natumia fursa hii kuwatakia nyote mwaka mpya. Tumeuaga mwaka wa 2025, mwaka ambao kumeripotiwa mambo mengi sana mashariki mwa DRC, lakini pia dunia nzima. Hivyo kupata fursa ya kufika hapa ambako tumefika leo ni jambo la kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu wengi walitamani kufika mwaka huu lakini hawakupata fursa hiyo. Kwa hivyo ni jambo la heri kuweza kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa tumefika salama mwaka wa 2026 kumrazi, licha ya changamoto mbalimbali. Leo ni tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka wa 2026. Tunapata fursa nyingine leo. Tutapatia fursa msikilizaji wetu kuweza kuzungumza nasi, kuweza kutoa maoni yako, kuweza kukusikiliza pia, kwa tupate kufahamu na pia unazungumza nini mwaka huu wa 2026 ambao tumeanza kwa pamoja. Na bila shaka katika harakati za kuanza mwaka wa 2026 tutakuangazia kwanza matukio ya mwisho kabisa yaliyotokea mwaka wa 2025, na moja kwa moja jielekeza kwenye uwanja wa vita tupate kujuza kile ambacho wazalendo wamekizungumza katika harakati za kuweza kuanza mwaka wa 2026, mwaka ambao umeanza kwa hali yake, na hivyo hatujajua matokeo yake huko mbele itakuja kuwa namna gani. Hivyo mpendwa msikilizaji, mimi kama mtangazaji wako nasema shukrani kwa kuwa nasi mwanzo wa mwaka mpaka kufika mwaka wa 2026, lakini pia nakualika kuwa pamoja nami tena mwanzo wa mwaka huu ili tuende sambamba na kuendelea kukuomba tu kusambaza habari zetu, kucomment, lakini pia kushare kwa walio wengi. Natoa shukrani kwa nyote ambao mlikuwa mkiendelea kukomenti, nyote ambao mlikuwa mkiendelea kutoa mashauri, nyote ambao mlikuwa mkilike na kushare habari zetu, na kusihi kuendelea kufanya hivyo mara tena ili uendelee kupata habari zetu kama kawaida. Na bila shaka asubuhi leo tutajielekeza huko kwenye uwanja wa vita tupate kujuza kile kinachoendelea huko, kipi ambacho wazalendo wamekizungumza na kipi ambacho raia wamekizungumza kwenye kipindi cha Sauti ya Mwananchi. Leo tutazungumza na raia kutoka kona mbalimbali, tutazungumza na wasikilizaji wetu kutoka Ulaya, Afrika na sehemu zingine, upate kusikia wanatabiri nini kuhusu mwaka wa 2026 na hali ya mapambano mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Lakini pia wewe usisahau kuwa pamoja nasi kwenye comment, tutahitaji maoni yako ili tuende sambamba zaidi. Leo nataka tuzungumze kwa marefu na mapana tukiwaga mwaka wa 2025. Kwa nami mwanzo mpaka tamati. Na bila shaka natumai uko salama usalimini popote ambako endelea kutusikiliza kwa muda na saa kama hizi. Hii ni Amani TV Media ambayo inakutangazia kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na mimi ni mtangazaji wako Ramsehi Ramadhan. Na sasa tufungue kurasa wetu wa habari na habari kutoka tarafani Uvira na Fizi, ambako wakati habari zinaendelea kuwachanganya watu kwenye mitandao ya kijamii kuhusu wanane wanaodhibiti Luanga, Kigongo, Katongo pamoja na Makobola kati ya wazalendo na waasi wa AFC M23, hatimaye kamanda wa kizalendo Alida kutoka kwenye uwanja wa vita amethibitisha kuhusu wapi walipo wazalendo na wapi ambako waasi wa M23 wanapatikana. Hivyo mpendwa msikilizaji, hizi hapa ni za ukweli kutoka kwenye uwanja wa vita. Huyu hapa ni kamanda wa kizalendo kutoka kwenye group la CNPSC ya kikamanda William Amuri ya Kutumba, anakuja kuonesha watu mwangaza kuhusu taarifa za uongo ambazo zinasagaa kwenye mitandao ya kijamii kusemea kwamba wazalendo wameweza kutekeleza kitendo cha uporaji dhidi ya hospitali ambayo inapatikana huko Makobola, lakini pia kutekeleza vitendo vya uhalifu. Kwa hivyo msikilize akiuaga mwaka wa 2025 na ujumbe mzito kwa Kongomani wote, lakini pia raia, lakini pia wazalendo wote pamoja na watu wa tabaka mbalimbali. Huu ni ujumbe wake wa mwisho wa kuweza kufunga mwaka wa 2025 na kukaribisha mwaka wa 2026, na kusihi umsikilize kwa umakini. Wote habari ambao M23 anajitangaza kama yeye anashika Makobola hadi pale kumasakre walifanyaka mbele Banyarwanda, ile habari ni ya uongo. Unai sehemu ambao tuko tunaongelea hapa ni muteritware ya Uvira, ndio kwenye tunaongelea M23. Hii ni vita, vita ni kabumbu. Leo unaweza piga mwenzako na kesho
unamupiga. M23 zaidi sana mwafrika Centrale kubatu ambao wanaitwa Wahutu atujijue. Paul Kagame anapenda kumaliza ukoo wa Wahutu wote. Vita ambao tunapigana ni Wahutu tu ndio wako natoweka, ila Watusi hawakufa. Kumuhutu wote ambao watanifata, mukale chini, mukamate akili moya. Hii vita ya M23 inakuwa ni kumaliza Wahutu tu, na hakuna mtu atavamia Kongo yetu, hapana, hata siku moja. Kila mtu iko na nchi yake ambao alipewa na mababu, na Mungu aligawa mipaka, na hakuna kamba itapita yule ajue lingine. Nchi ya Kongo iweze gabaliwa kamwe, ile ni uongo wake ile. Na hii vita hii kwenye litokea na njoo kwenye taisia, ile ni faze ya kwanza juu ya M23. Mabari wanatangaza ni ya uongo tupo, msikamate. Ya pili ni dosi ya wanawake swate wa jeshi kusema wanani banabaka. Hapana, ile ni uongo. Hakuna askari wetu ambao wanaweza waka mwanamke. Kwanza sisi wakati ya mavita aturuhusike kutembea na mwanamke. Hata wako mwenye ambao wanatia mali hautatembea naye. Sasa njoo utaenda baka. Asili yetu na nani yetu inakataza sana kufanya usharati na mwanamke wakati huko mvita. Ile ni mabari ya bongo. Nao bwizi pia. Sisi hatuibaki. Tunakula chakula wenye kuwa Baraka wako, chakula yetu natoka Baraka. Inafika hapa sehemu ambao tuko, jo watu wanatumia chakula. Ile nipenda kuwatangazia mutoshi ili image ya kusema M23 kwa Makobola. Ni vya bongo. Ubakaji, naisha watangulia mbele kuambia jo ubakaji, sisi hatufanyi ubakaji. Ile ni uongo ntupu. Hii wengi wanaweza shangana hii sauti, naitwa kwa jina Alonda Vital Leader. Ni mimi naangalia chumba cha operation wala chumba cha vita. Nipenda kwa kutosha ile image kwa watu. Juma Ojui naimbiwa ya mingi sana. Watu wakuwe imara na watu waombe Mungu, inchi yetu isigabuliwe. Na natangazia kwa vijana wa Fizi, wa Uvira, muingie wengi ili ule adui mwenye kuwa hapa Uvira tumutoshe na tufikie kwenye alitokee. Sina mambo mingi ya kuongea. Cha pili natawaambia hivi kusisi Wabembe, zaidi sana kujitapa vitu ambavyo au vifanye. Kuna kijana mmoja tu ya mafirme ya kwake kama ni Croix Rouge kwa kule Katanga kwa kujifirme Makobola. Mimi njo General wa Alexi nisha kamata Makobola. Mumuulize kwanza kwa audio. Anajua kupiga hata bunduki. Ni Croix Rouge wa pale nani Katanga pale. Anakuja kujitangaza tu, juu iko na foto ya Android na mabari za mingi za matelefone. Musiko mnazifuata. Sisi hatuwa tunazarau habari, lakini kuna nani M23 natumikisha ma media na matract. Huko watu wenye huko kwa M23 hata watumia sauti hivi mashari de komba zinakuya za mingi na wanakuya wengi sana. Hata sisi pia tuko wengi. Tuna mashari de komba na sisi. Ni kabumbu. Mutaona kwenye hii kabumbu itaishia. Natangazia kwa wakongomani wote tujiunge tuwe kimoya. Ona inchi ya Rwanda iko sawa province yetu ya Sud Kivu. Juu ya nini Rwanda ikuwe na tuuzi kila mara? Hata kumangumi si tuingie wakongomani Rwanda, tunaweza wapiga kumangumi tu. Ni siasa moya inatoka Ulaya ya Kagame kwa nasifikana Kagame. Tukikumbuka wakati ankina Mobutu, sijue Kagame kama angeongea nini. Anaweza ongea nini na Kongo. Ile tu nipenda kuya hapa ni watangazie M23 haina Makobola, ni sisi tunazibiti Makobola, wasoda wa FRDC ndio tunazibiti Makobola. Na waambia jina yangu Alonda Vital Leader, nasimamia pale, sitakuwa na mengi ya kuongea sana. Ule masikio kusikia atanisikia, ila nalia sana kusisi Wahutu. Kagame anawisha Wahutu sana. Komandema zake ni kuwatusi. Wakwenda mbele kuvita utaenda waona mamaiti tu ni Wahutu tu. Muhutu yeyote mwenye yuko Bulaya, mwenye yuko wapi, ajiwazi tuingie wengi
tufike mpaka kwa Kagame kule, yeye naye apati magumu. Na pia tajielekeza huko jimboni Kivu Kaskazini, mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, katika wilayani Walikale, tupate kujuza taarifa za mwisho kabisa za kuaga mwaka wa 2025. Tarehe 30 mapigano makali yameripotiwa Jumanne tarehe 30 Disemba mwaka wa 2025 kati ya wahasi wa AFC M23 na wapiganaji wa Zalendo katika kijiji cha Nzanganano karibu na Minjenje ndani ya eneo la Mpeti mkoani mpakani mwa wilayani Masisi na Walikale. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo, mapigano hayo yalikuwa makubwa na ya kuhusisha mashambulizi ya silaha nzito pamoja na silaha ndogo, hali iliyozua hofu na tamruki kubwa miongoni mwa wakahaji wa maeneo jirani. Wakahaji wengi walazimika kuyakimbia makazi yao kwa wingi, wakielekea misituni kufuatia usalama kwa kuacha nyumba zao pamoja na mali yao bila uangalifu. Mashuhuda wameripoti kuwepo kwa raia waliojeruhiwa katika kijiji cha Nzanganano kutokana na risasi na mabomu. Hata hivyo, hadi sasa hakuna takwimu rasmi zilizotolewa kuhusu idadi ya majeruhi pamoja na vifo. Asubuhi ya tarehe 31, hali ya usalama imeripotiwa kuwa bado ni tete, huku hofu ikiendelea kutanda miongoni mwa wakahaji waliokimbia. Taarifa zinaeleza kuwa kijiji cha Nzanganano kipo chini ya udhibiti wa wahasi wa AFC M23 baada ya wapiganaji wa Zalendo kujiondoa katika eneo hilo kufuatia mapigano. Mashirika ya kijamii na viongozi wa eneo hilo wanaendelea kuonya kuhusu hali mbaya ya kibinadamu, hasa kwa raia waliokimbia porini bila chakula, maji wala huduma za kiafya. Kuna hofu ya kuongezeka kwa mateso kwa watoto, wanawake na wazee endapo hali ya usalama itaendelea kuwa tete kama hilivyo. Wananchi wanatoa wito kwa mamlaka husika na vyombo vya usalama kuchukua hatua za haraka ili kulinda raia, kurejesha utulivu na kuruhusu wakahaji kurejea makwao kwa usalama. Haya ni matokeo ya mwisho kabisa ya mwaka wa 2025. Watu wa uko Mpeti katika kijiji cha Nzanganano, raia wamesherehekea mwaka mpya wakiwa porini. Hiyo ni baada ya mapigano makali ambayo yanaendelea kati ya vikosi vya wahasi wa AFC M23 pamoja dhidi ya vikosi vya Wazalendo wakiungwa mkono na jeshi la taifa FARDC. Kwa hivyo msikilizaji, ikiwa wewe umepata fursa ya kusherehekea mwaka mpya ukiwa sehemu salama, basi shukuru Mungu, kwa sababu mashariki mwa DRC kuna watu ambao wamesherehekea sherehe hii ya mwaka mpya. Wameingia mwaka mpya wakiwa porini, huku wakinyeshewa na mvua, mateso juu ya mateso. Na tukirejea moja kwa moja huko kwenye uwanja wa vita, mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, ni kwamba katika harakati za kuweza kumaliza mwaka tumepata fursa ya kuweza kuzungumza na baadhi ya viongozi wa kizalendo kuweza kujua wana ujumbe gani na ni kipi ambacho endelea kwenye uwanja wa vita, ili raia wapate kujua mwaka wa 2026 umeanza namna gani. Na katika kujua habari za ukweli na za uhakika kuhusu kile kinachoendelea kwenye uwanja wa vita huko Uvira, Kabare na sehemu zingine, tumewasiliana naye mmoja kati ya viongozi wa kizalendo kutoka tarafani Kabare, Mheshimiwa Abubakari Zihindula Jumbo, ambaye tumemkaribisha kwenye jukwaa yetu kwa ajili ya kuweza kujua mwaka unaisha namna gani na kwenye uwanja wa vita hali ipo namna gani. Mheshimiwa, karibu na utueleze kwa marefu na mapana, mwaka wa 2025 umeisha namna gani na umeanza vipi kwa upande wa wazalendo kwenye uwanja wa vita? Sijambo bwana mtangazaji Ramsi Ramadhani. Unaongea na Observance Abubakari Zihindula Njombo, Observance wa Abdu Matata Panda wa Lubarika, na vile vile porte parole ama msemaji wa wazalendo wa tarafani Kabare. Ndugu zangu mtangazaji, nashukuru sana kwa kuendelea kutujulia hali na kwa kuendelea kujua ni kitu gani kinachoendelea baina ya wazalendo na vile vile baina ya jeshi letu la FARDC na M23 ambao ni wa agresere za wavamizi
wa ardhi yetu ya Kongo. Kwa kweli mimi naendelea kuhujilisha kwamba sisi wazalendo tuko imara, kwa sababu mimi mwenyewe napatikana katika tarafa la Uvira. Unajua vile vile mimi kama vile observance chargé d'opération chargé de renseignement et sécurité, tunaendelea vile vile kufuatilia habari gisi inavyoendelea, kufuatilia gisi adui anavyoendelea kujipanga. Ndugu yangu mtangazaji, unajua kama adui hana nguvu isipokuwa ni siasa ambazo zinaendelea kutumika baina ya communauté internationale Nations Unies. Paske mi nafikiria kwamba pindi watu wanaposaini mikataba, ikionekana upande moja inakengeuka mikataba, hizi inaruka mikataba, inalomba kuchukua hatua definitivement ya kuwaondoa, kwa sababu nafikiri hapo resama M23 walidanganya Nations Unies, wakadanganya communauté internationale ya kwamba wanajiondoa katika mji wa Uvira, na ili hali wao hawakujiondoa. Kwa sababu ingelikuwa wao walijiondoa, hawangeendelea kupigana, hawangeendelea kuingiza vikosi, hawangeendelea kurenforce. Unajua jana kulitoka meli ambayo ilitokea Goma, ikawa imeingia Uvira, ikawa imeingia Bukavu plito, kuleta vikosi vingi kuja kurenforce, kuangalia kama itawezekana kutoboa mwanya wa Kigongo, Katongo hadi Makobola na kuendelea. Lakini sisi kama vile viongozi wa wazalendo tunaendelea kuwa imara, tunaendelea kupanga vikosi na kuendelea kuwahimiza wanajeshi wa kizalendo kuonyesha kwamba hatuna ardhi nyingine isipokuwa hii ardhi ya Kongo. Bwana mtangazaji, sisi kama vile viongozi tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa ndio ni ukweli 2025 imeanza na tumeanza 2026. Lazima tutamshukuru Mwenyezi Mungu, isipokuwa sisi hatuna sherehe, kwa sababu vile vile hakuna amani katika nchi yetu, na vile vile hakuna sherehe katika nchi isiyokuwa na amani. Na kwa kuzungumza kirefu, ndugu yangu mtangazaji, unajua huko wilayani Kalehe, Katana, Kabare, vile vile jana siku ya jana le 12 Desembre ama kesho jana siku ya jana mardi tarehe 30 ya Disemba mwezi wa 25, M25 kwa kuwa wao hawalipwi, kwa kuwa wao wanaendelea kudanganywa ya kwamba wao watalipwa kwa mwezi, kwamba watapewa chakula na mshahara, ilibidi wao kuona kama vile vile wanaendelea kudanganywa na viongozi wao ikompri Corneille Nangaa, Sultani Makenga, Bertrand Bisimwa, Willy Ngoma, vile vile na Gloire, wanaendelea kuwadanganya maaskari ya kwamba watawalipa kumwezi. Sasa ilibidi jana M23 waende kutafuta riziki, aidha kutafuta namna ya kula katika raia huko wilayani Kabare, na pindi walipoingia katika manyumba ya waraia kuanza kuwasaji na kuwapora masimu, pesa na mambuzi, jana ilionekana raia ikachukua hatua ya kujihami. Na raia ilipojihamu, kwa sababu tukiangalia katika slogan ya Palu inasema ya kwamba le peuple vaincra, na vile vile katika msemo wa Laurent Desire Kabila ambao alisema ya kwamba le peuple se libere elle-meme, ilibidi raia kuchukua hatua ya kujilindia usalama wao wenyewe. Na jana vile vile raia ikawa imewashika M23 na raia ikaamua kuwaua. Na pindi raia walipowashika wale M23 wawili, wengine wakawa wamekimbia, na wengine vile vile ikaonekana ya kwamba raia kabisa iko madhubuti. Ndugu zangu mtangazaji, tunaendelea kuwaambia raia wa Kongo nzima pamoja na raia wa Katana, Kabare, Walungu, Mwenga, Shabunda, Uvira, Fizi ya kwamba waendelee kuwa na matumaini. Unajua ya kwamba ijapokuwa usiku unakawia, lakini usiku asilia yake ni kukucha tu.
na kuambia kwamba waendelee kujua kama sisi kama vile viongozi wa wazalendo, sisi tuko tu imara na tunaendelea kukabiliana na adui kwa hali na mara. Unajua vita, bwana mtangazaji, vita ina maandalizi makubwa, kwa sababu unaweza ukamtimua adui hapa leo, alafu adui na yeye vile vile akaja na kasi kwa kutaka tuboe tena ile nafasi. Isipokuwa M23 wanaendelea kutumia jitihada zao, wanaendelea kuwaleta maskari kutoka Rwanda, Uganda, Kenya, Sudani, Somalia, Eritrea na vile vile wakawa wameungwa mkono na Mfaransa, lakini kwa kweli wanajikuta kwamba wazalendo wako madhubuti, wazalendo wanaendelea kuweka msimamo wao ule ule. Sisi tunaendelea kama vile uongozi wa wazalendo kumjulisha rais wetu Mheshimiwa Son Excellence Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ya kwamba pindi watu wanavyosaini mikataba kama walivyosaini huko Doha, Washington, alafu ikaonekana M23 wakakengeuka, inaruhusiwa kuwapiga, kwa sababu tukiangalia katika chapitre 12 ya Nations Unies katika article 7 inasema ya kwamba wakati kunaonekana kuna yule ambaye anaruka mpaka inatakiwa kupigwa juu na chini. Na ndio maana tunaendelea kuomba serikali yetu ipandishe drone, isimamishe ndege za anga kwa kumpiga M23, kwa sababu wao ni waagreseur, wao ni wavamizi, kwa sababu sisi hatuna guerre communautaire, tuko na guerre d'agression, kwa sababu tunaendelea kuvamiwa na serikali ya Rwanda ya Paul Kagame pamoja na Sultani Makenga. Na kama nilivyokuahidi, mpendwa msikilizaji, katika habari zetu za asubuhi ya leo pia tutakupatia fursa ya wewe msikilizaji kuweza kutoa maoni yako kuhusiana na hali ya usalama mashariki mwa DRC, ukitizama ya kwamba tumemaliza mwaka wa 2025 katika hali ya mapambano makali huko tarafani Uvira na maeneo mengine mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mwaka wa 2025 ndipo waasi wa M23 waliweza kuingia katika mji wa Goma na wakadhibiti mji huo pamoja na mji wa Bukavu pamoja na mji wa Uvira. Sasa mtazamo wako ni upi mwaka wa 2026? Unahisi ni kipi kifanyike? Na kipi kikifanyika amani itaweza kupatikana, na kisipofanyika basi vita vitaendelea kushika kasi hata pia mwaka wa 2026. Kwenye kipindi cha maoni ya wananchi tumepokea maoni ya watu mbalimbali, na nitakusihi kuweza kusikiliza maoni yao mwanzo mpaka mwisho ili upate kusikia maoni gani ambayo nahisi yakifuatiliwa na kutekelezwa basi amani inaweza kupatikana mashariki mwa DRC. Moja kwa moja tunamwalika Mheshimiwa Issa Pasapa kutoka huko Canada. Atuambie maoni yake ni yapi. Mheshimiwa, karibu. Unazungumza nini pia kuhusiana na mwaka wa 2026? Ukiangalia mwaka wa 2025 umekabiliwa na mapambano makali, lakini huku waasi ulipata faida na kuweza kudhibiti maeneo mengi. Labda unahisi ni kipi kifanyike ili amani iweze kudumu, lakini pia serikali ipate kurejesha maeneo yote ambayo waasi wamedhibiti mikononi mwao? Karibu kutoa maoni yako. Ya, nashukuru sana wandugu wapenzi, na mimi nakuja hapa kutoa kama vile konsei yangu au mtazamo wangu katika Kiswahili bora, mtazamo wangu kufuatana na hali ya vita katika province au katika mashariki na kusini mwa nchi yetu ya Kongo, yaani Sud Kivu na Nord Kivu. Kitu cha kwanza ningeomba serikali ya Felix aondoe, kuna wakati mtu anafanyaka kitu kwa dharura, aondoe ile maison militaire, a réduire wa généraux, a réduire wa généraux, a réduire serikali yake kutoka 50 wa ministra ashuke mpaka 30, na angalie watu wa msimamo. Ile serikali inapaswa kutumika na watu wa msimamo, si walegelege, hapana. Na hii vita
tuache marumbano ya kusema kwamba wewe ndio unafanya hivi au unatokana Wanyarwanda. Wanyarwanda leo ndio wanatupiga, na muache kuongea kwamba Wanyarwanda ni wandugu zetu. Hapana, sio wandugu zetu, ni wavoisin, wajirani, lakini wajirani wabaya. Na hii mwaka tu tunaambishana ukweli, tuache mambo ya ni wandugu discours de haine. Hakuna discours de haine, wandugu wapenzi, hapana. Kwa sababu discours de haine, mtu kama anatoka Rwanda na kuua Kongo ni nini? Na wakikamata nafasi wale wandugu wanasema wandugu, wanafurahi. Hakuna nchi inaweza kuwa kutolerea watu kama hao. Cha pili, nilisema tena katika audio yangu, wale wakomanda wanatumwa kule kusidi Kivu au washariki au ile maison militaire, iache hiyo maje hiyo wanafanya, kwa sababu wakomanda wote wanakuja kule ni wanani? Wasaliti. Na hao ndio wanatuma vita vinaendelea, kwa sababu wakicha kule huko na principe au objectif yao wapate pesa, na wakifika katika kiwanja cha vita wanaachilia. Hakuna vita, hakuna nchi inaweza kuacha adui hivi anapita, hamna. Mtizamo wangu kabisa, wale wa komanda wanaenda ngambo za este watumikishe wa nouveau, watumikishe wa nouveau, na wengine wote wapate retraite. Serikali ya Kongo ikamate wale wote wa generaux, ireduire nombre ya wa generaux, wapatie wa retraite, waende wa nyumbani, waende kulima, itasaidia. Asante sana kwa maoni yako. Huyu ni Mheshimiwa Sapasapa, anatoa mtazamo wake kuhusu kile ambacho tunakihisi kwamba kikifanyika vita vinaweza kumalizika mashariki mwa DRC. Na moja kwa moja tuelekeze huko Katana, ambako mmoja kati ya wafuatiliaji wetu kutoka jimboni Kivu Kusini ametoa maoni yake. Huyo ametuma kwa ujumbe, amesema kwamba vita hivi kwa upande wangu vimeisha zamani, sababu vita si vyetu bali vya Kristo. Halafu hiyo ni kulingana na imani yangu. Heri 11 mstari wa kwanza. Mungu ameamua kutuma vijana wazalendo, wao ndio watakuwa njia ya kuweza kumaliza vita. Hayo ni maoni ya mwenzetu kutoka huko Katana katika jimbo ya Kivu Kusini. Ametoa maoni yake kusema kwamba vita tayari vimemalizika, na vita ambaye mtu ambaye amaliza vita ni Mungu peke yake. Lakini kwa ujumla na kusikiliza maoni ya wengine kuhusu vita hivi. Jambo mheshimiwa, nimesoma message au audio mlionitumia na nimefurahi sana kwa kuniuliza mawazo yangu, na mimi kwa sababu na mimi ni mwananchi napaswa changiza mawazo kwa nchi yetu, kwa sababu mtu ambaye yuko na huzuni yawezekana achangize mawazo kwa kutatua matatizo ya nchi. Kwangu hapo mimi naweza sema kwa Kongo kupata amani hapo, Rwanda ni nchi kadogo sana na kalisha sumbua Kongo miaka mingi sana, kwa nasumbua Kongo. Kwa sisi kupata amani hapo, si wa Kongomani, wa ndugu zetu wazalendo pamoja na jeshi ya serikali wajigabule, wapeleke kikosi kimoja Rwanda, kiende kipige Rwanda. Wapeleke kikosi kimoja Rwanda, kiende kipige Rwanda, kwa sababu Rwanda ni kadogo. Watatoka hapo, vikosi vingi viko hapo Uvira, vikosi vingi viko Bukavu, vikosi vingi viko Goma, vyao vya Rwanda batenda defendre kwao. Juu hawatapenda Rwanda kubomoke, hawatapenda Rwanda ishambuliwe. Kumbe kwa mawazo yangu, vikosi vimoja ya wazalendo pamoja na jeshi wa serikali waende washambulie Rwanda, ndio tunapata amani hapo. Washambulie Rwanda, kushambulia kwenye kabisa. Wasikose kushambulia Rwanda, washambulie Rwanda kwenye. Wakishambulia Rwanda au Wanyarwanda wote watatoka, wataenda kamata defense kwao.
kama mawazo yangu mimi mwananchi wa Kongo. Asante sana kwa usikilivu mwema. Asante merci sana kwenye nikisema kabisa kwa ile kipindi nimesikia. Kwa maoni yangu kwanza, mie vita niko Mkongo, sie Wakongomani tukiungana mkononi, tukiungana fasi moja, vita nitaishi. Lakini kama tukiendelea tu kukua kama tunadharau tu, vita na itaishaka. Hii vita ya Kongo inaambiwa na watu wa mingi sana. Kama si hatujiunge sie Wakongomani tiketike, tunatoka moroho ile ya kubabaika ya kuona kitu chenye mekuya sana na kwa palo kukua napenda franga sana, ile ndiko natusumbua na acha vita aishe Mkongo. Vita ikikatala kuisha seke sie na tumekuwa watumwa wa Wanyarwanda. Vita ikiisha na tutakuwa salama na sisi tunakuwa watu sawa wengine na demokrasia na tutaiona. Ndio sawa, merci sana, mmefaa bie kuniitikia kabisa, nimefurahi sana. Niko hapa, niko Kambale mrefu Daniel, niko Kubutembo kilometri 4. Ndio. Jamani, tunashukuru kwa kutusambazia habari za kutokana huko na kule katika kuhusu nchi yetu. Ingawa vile tunapitia janga kubwa la ujehuri wa kila aina, ubaya wa kila aina, tuna matumaini ya kwamba vita itaisha tu. Ingalao watu wanalala hawajui kama watalamuka, wengine wanafungwa na mbele wafunguliwe, wanatarajia kuwafungua kusudi wapeleke pesa na kiango kia pesa ambacho hawezi wakapate katika mji wetu wa Bukavu, Goma, kila mahali popote ambako kuna vita hizi ambazo zinazoendelea kutusonga. Lakini tunajua ya kwamba tuna tumaini kwa Mwenyezi Mungu ambaye alituahidi ya kwamba kuna siku moja ambayo hiyo vita itaisha na hatutaiona tena kamwe. Maana tunajua Mwenyezi Mungu hawezi akadanganye, yeye si mwanadamu peke yake. Tunaamini hiyo sababu watumishi wa Mungu wanapoomba wanazidi kuomba kwa ajili ya taifa hili letu. Na Mungu mwenye kusikia maombi angali ataunganisha taifa letu, na kuliunganisha itakuwa na nguvu zaidi kuliko nguvu ambayo ilikuwa nayo hapo kale tangu awali. Tunaamini hivyo. Asante. Mungu awabariki sana. Na pia tukijelekeza huko Goma, moja kati ya wafuatiliaji wetu kutoka Goma ametuandikia kusema kwamba, ndugu mtangazaji, Goma itakuwa libere au tutabakia tu mwa hii mateso? Mbona tunajuaka tuko na armea nguvu mpaka leo tunamaliza mwaka musu France. Tulishaka bakia bamaskini kwa juu ya viongozi betu, juu ya faida yabo tunawaza tuko na viongozi, kumbe hatuna viongozi. Eske hauwezi nisaidia na namba ya WhatsApp ya President de la Republique niulize kwanza akose naye ako complice kwa juu tuko hapa Goma. Anasema tuko hapa Goma hatujui tuko munini kwa juu haiko population njo ilipanaka mugini hapa leo population njo inakuwa na sufrira. Huyo ni mmoja kati ya wafuatiliaji wetu kutoka uko Goma. Anasema kwamba Goma itakombolewa wakati gani? Mateso yanazidi ya raia. Mpendwa msikilizaji, leo nimekuambia kwamba tunapokea maujumbe za wasikilizaji wetu kutoka sehemu zote. Na hivyo pia unaweza kutuandikia kwenye comment, basi tutakuja kuisoma ujumbe wako. Unazungumza nini kuhusu mwaka wa 2026 na hali ya vita mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo? Hii ni Amani TV Media, mimi ni mtangazaji wako Ramsey Ramadhani. Kwa hivyo nakusii na kualika kuendelea kufuatilia habari zetu mwaka wa 2026 ili uendelee kufaidi yote ambayo yanaendelea kujiri kwenye uwanja wa vita sehemu mbalimbali mashariki mwa DRC. Na mpaka hapa ndipo naweka nukta na kutakia tena mwaka mpya na wenye mafanikio kwako ambao
umepanga mipango yako ya mwaka wa 2026, basi Mwenyezi Mungu akuwezeshe upate kutimiza malengo yako ambayo unaendelea kuyapanga mwaka huu. Kwa hivyo tuendelea kuwa pamoja katika habari zetu za asubuhi, mchana na jioni. Tukutane tena katika habari zetu za hapo baadaye, ambako utakuelekeza kwamba mwaka mpya unasherekewa namna gani uko kwenye uwanja wa vita, lakini pia uko kambini ambako wenzetu lakini pia uko kambini ambako wakongomani wengi walijielekeza baada ya machafuko kuripotiwa kwa wingi katika mji wa Uvira pamoja na tarafani Fizi. Kwa hiyo nakusihi kuendelea kusubscribe, kucomment na kushare habari zetu ili endelee kuzipata kama kawaida.